Msalimie jirani yako, mkaribishe kwenye madhabahu ya utakaso kwa Mungu wa Elia. Nikukaribishe wewe ambaye ni shujaa uliyekuja kwa ajili ya kwako, kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya familia. Bwana Yesu asifiwe. Sio kazi nyepesi, sio kazi rahisi. Kuna wengi wameshindwa kuja kwa sababu wanakuambia hali si nzuri. Lakini sisi tutamwabudu Mungu kwenye mazingira yoyote, kwa sababu Biblia ishatupa taarifa, muwe tayari wakati unaofaa na usio, wakati unaofaa na usio faa. Hiki kipindi ndicho cha kutafuta uso wa Mungu. Hiki kipindi ndicho cha kumwomba Mungu. Amina. Kipindi hiki ndicho kipindi cha kumsogelea Mungu. Amen. Kwa sababu mioyo wengi imeinama. Yes. Mioyo wengi na huzuni. Kabisa. Mioyo wengi imeumizwa. Amina. Hiki kipindi ni kipindi ambacho Mungu jicho lake linawachungulia wanadamu, linawaelekea wanadamu. Sikio lake lipo tayari kusikia. Kwa sababu ni kipindi ambacho ukiingia kuomba, unaomba kwa kumaanisha. Kwa sababu ukiangalia mazingira, nje kuna hofu imejaa, ndani njaa. Kwa hiyo unaomba Mungu kwa kumaanisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hiki ni kipindi maalum. Huwa tunaita ni kipindi cha mpito. Amina. Kwa kiroho, wale ambao wanaweza kustahimili au kuvumilia au kusimama ni wale watu ambao wanaitwa jiwe, ambao tunasoma kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5 kwamba ninyi nanyi kama mawe mmejengwa muwe nyumba ya roho. Hiki kipindi akihitaji kuhurumiwa kwamba wewe ili ubembeleze omba, utajikuta mwenyewe umeingia kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Nini ambacho kitakupeleka kwenye maombi? Mazingira, changamoto. Haleluya. Nadhani kila mwenye masikio amesikia na kila mwenye macho ameona. Wewe Tanzania umeona ina huzuni, lakini wewe binafsi kwa nafasi yako unaombaje kwa ajili ya taifa lako? Ikiwa Biblia inasema ikiwa watu wangu wanaoitwa kwa jina langu wakinyenyekea na kuniomba, nitasikia kutoka juu mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuponya nchi yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Msomaji nisome hapo Nyakati wa Pili sura ya 7 kuanzia mstari wa 14 mpaka 16. Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari kuanzia 14 mpaka 16. Amina. Karibu. Nasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Endelea mpaka 16. Amen. Sasa macho yangu yatafunguka. Na masikio yangu yatasikiliza. Maombi ya watu waombao. Maombi ya watu waombao. Yaani Mungu anasema macho yake yatafunguka. Sikio lake litasikia. Yes. Maana sasa nachagua nyumba hii. Na kuitakasa. Ili kwamba kwa jina langu lipate kuwako huko milele. Yatakuwako na macho yangu na moyo wangu daima. Danieli sura ya 9 mstari wa 17 mpaka 20. Danieli sura ya 9. Amina. Karibu. Basi sasa Mungu wetu. Yasikilize maombi ya watumishi wako. Na dua zake. Ukaangazishe uso wako. Juu ya patakatifu pako. Palipo ukiwa. Kwa
ajili ya Bwana. Kwa ajili ya Bwana. Mungu wangu. Mungu wangu. Tega sikio lako. Tega sikio lako. Ukasikie. Ukasikie. Fungua macho yako. Fungua macho yako. Tazama ukiwa wewe. Ukatazama ukiwa wewe. Na mji ule. Na mji ule ulioitwa kwa jina. Ulioitwa kwa jina lako. Maana hatukutolei maombi. Hatukutolei maombi yetu kwa sababu ya haki yetu. Kwa sababu ya haki yetu. Lakini kwa sababu ya rehema zako. Kwa sababu ya rehema zako nyingi. Mpaka 20. Bwana. Bwana. Usikie. Usikie. Bwana. Bwana. Usamehe. Usamehe. Bwana. Bwana. Usikilize. Usikilize. Ukatende. Usikawie. Usikawie. Kwa ajili yako wewe. Kwa ajili yako wewe. Mungu wangu. Mungu wangu. Kwa sababu mji wako. Kwa sababu mji wako. Watu wako. Na watu wako. Wanaitwa kwa jina lako. Wanaitwa kwa jina lako. Basi hapo nilipokuwa nikisema na kuomba, na kuiungama dhambi yangu na dhambi ya watu wangu Israeli, na kuomba dua yangu mbele za Bwana Mungu wangu kwa ajili ya mlima mtakatifu wa Mungu wangu. Haleluya kanisa. Petro wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 12. Kwa hiyo unaandika, utafaidi sana leo. Bado nataka nikufundishe. Karibu. Kwa kuwa macho ya Bwana huelekea wenye haki. Na masikio yake husikiliza maombi yao. Husikiliza nini? Maombi yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Rudia mstari. Kwa kuwa macho ya Bwana huelekea wenye haki. Na masikio yake husikiliza maombi yao. Bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Umeisha. Uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Endelea kidogo. Amen. Nani atakayewadhuru? Kiwa wenye juhudi katika mema. Ukiwa wenye juhudi katika mema. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 7:7. Mathayo 7:7. Amina. Karibu. Ombeni nanyi mtapewa. Ombeni nanyi mtapewa. Kumbuka unaandika somo letu ni maombi ya mwenye haki. Maombi ya mwenye haki. Ombeni nanyi mtapewa. Nenda mpaka mstari wa 13. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila ombaye hupokea. Naye atafutaye huona. Naye bishaye hufunguliwa. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye wanaye wakimwomba mkate atampa jiwe? Au akiomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yetu aliye mbinguni atawapa mema wao waombao? Basi yote mtakayotendewa na watu. Basi yote mtakayotendewa na watu. Nanyi watendeeni vivyo hivyo. Anasema nataka kutendea wewe, watendee na wengine hivyo hivyo. Maana hiyo ndiyo torati ya manabii. Ndio. Ingieni kwa kupitia mlango ule mwembamba. Amina. Yeremia 42 mstari wa 2. Kwa hiyo unaandika. Yeremia sura ya 42 mstari wa 2. Wakamwambia Yeremia nabii, tukusihi maombi yetu yakubaliwe mbele yako, ukatuombee kwa Bwana Mungu wako. Hao watu wanamtuma Yeremia kwa kumsihi. Yaani watu hawa wote waliosalia, maana tumesalia wachache tu katika watu wengi, kama macho yako yatuonavyo. Mstari wa 9. Akawaambia, Bwana Mungu wa Israeli ambaye mlituma kwake ili niwekee maombi yenu mbele yake asema hivi. Ikiwa mtakaa bado katika nchi hii, ndipo nitawajenga wala sitabomoa. Mungu ameahidi kutujenga wala hata kubomoa. Bwana Yesu asifiwe. Amina.
pokea kujengwa tena kwa upya kwa jina la Yesu. Mungu wangu ajenge uchumi wako kwa upya kwa jina la Yesu. Mungu wangu ajenge afya yako tena kwa upya kwa jina la Yesu. Mungu wangu ajenge mahusiano yako kwa upya kwa jina la Yesu. Amen. 2026 yote na miaka ijayo Mungu akakupe amani. Amen. Amani, amani kwa watu wako walio mbali, amani, amani kwa watu wako walio karibu kwa jina la Yesu. Yeremia 3:21. Yeremia 3:21. Kisha andika, unainua kichwa chako. Karibu. Sauti inasikiwa juu ya vilele vya milima, nikulie kwao na maombi yao wana wa Israeli, kwa kuwa wamepotosha njia yao, wamemsahau Bwana Mungu wao. Usimsahau Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Usimsahau Bwana Mungu wako. Sema Mungu wa mbingu na nchi. Mungu wa mbingu na nchi. Mungu wa mbingu na nchi, paza sauti yako. Mungu wa mbingu na nchi. Mungu wa mbingu na nchi. Mimi hapa leo. Ninakuomba. Na kukusihi. Unisamehe. Unihurumie. Kwa ajili yangu. Na kwa ajili ya taifa langu. Kwa ajili yangu. Na kwa ajili ya watu wangu. Kwa ajili yangu. Na kwa ajili ya ndugu zangu. Upande wa baba na upande wa mama. Tunahitaji amani yako. Utawale kwenye taifa letu. Tunahitaji amani yako. Utawale kwenye makazi yetu. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amina. Wafalme wa kwanza sura ya 8 mstari wa 28 mpaka 29. Walakini aelekee maombi ya mtumwa wako na dua yake, Bwana Mungu wangu. Uisikilize sauti ya maombi ya mtumwa wako ambaye mbele zako leo. Macho yako yafunguke na kuielekea nyumba hii usiku na mchana, mahali hapa ulipopataja, ukasema, hapa ndipo nitakapokuwepo jina langu, ili uyasikie maombi ya mtumwa wako ambapo akikabili mahali hapa. Kia 38 mstari. Maombi yoyote au dua yoyote ikifanywa na mtu awaye yote au na watu wako Israeli wote pamoja, watakaojua kila mtu maradhi ya moyo wake na kuikunjua mikono yake kuielekea nyumba hii. Kia 45 mstari. Basi uyasikie huko mbinguni maombi yao na dua yao, ukaitetee haki yao. Basi uyasikie maombi yao na dua yao huko mbinguni makao yako, ukaitetee haki yao. Hata ikiwa Sulemani alipokwisha kumwomba Bwana maombi hayo na dua hiyo yote, akasimama na kuondoka hapo mbele ya madhabahu ya Bwana, hapo alipokuwa amepiga magoti na kuikunjua mikono yake kuelekea mbinguni. Haleluya, watu wa Mungu. Wafalme wa kwanza sura ya 9 mstari wa 3. Wafalme wa kwanza sura ya 9 mstari wa 3. Bwana akamwambia, nimeyasikia maombi yako. Na dua zako. Ulizotoa mbele zangu. Nimeitakasa nyumba hii uliojenga ili niweke jina langu huko mbele. Tena macho yangu na moyo wangu utakuwapo hapo siku zote. Sura 20. Wafalme wa kwanza sura 20 mstari wa 5. Wafalme wa kwanza sura ya 20 mstari wa 5. Amina. Wajumbe wakarudi tena, wakasema, ndivyo asemavyo Ben-Hadadi, hakika nimetuma kwako kusema, fedha yako na dhahabu yako na wake zako na wanao utanitolea mimi. Lakini kesho kama wakati huu nitatuma kwako watumwa wangu, ili watazame nyumba yako na nyumba za watumwa wako, na itakuwa kila kipendezacho machoni pako
watakitia mikononi mwao na kukichukua. Ndipo mfalme wa Israeli akawaita wazee wote wa nchi, akasema, angalieni na waomba mwone kwamba huyu ataka madhara, maana ametuma kwangu kutaka wake zangu na watoto wangu na fedha yangu na dhahabu yangu. Sikumkatalia. Wakawaambia wazee wote, wewe unafanya biashara, unajua kuna mashetani yanatumwa kukuletea hasara. Narudia tena, wewe unafanya biashara, unajua kuna mashetani yanatumwa kutoka kuzimu ili kuharibu maisha yako. Chochote ambacho kimetumwa kwako, uwe ni ugonjwa kwa ajili ya kuchukua pesa zako, siku ya leo Mungu Elia asimame akutetee. Amina. Kwa jina la Yesu. Amen. Nguvu zote za giza, nguvu zote za kichawi, nguvu zote za kishirikina zikashindwa kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi akasimama upande wako. Narudia tena, chochote kilichotumwa kwenye maisha yako, chochote kilichotumwa ili kukuharibu kikashindwa kwa jina la Yesu. Amina. Mungu asifiwe. Amen. Mungu awasaidie. Amina Baba.